Mechi hii ina mazingaombwe. Mazingaombwe gani? Tupe maelezo. Wanasema kwa nini wavalie nyumba ambayo haihusiani na mpira? Sasa inategemea, mpaka Yanga wameenda kuvalia nyumba ambayo haihusiani na mpira, kuna kitu wamekiona. Kwa hiyo taka wachezaji wa Yanga waingie pengine huko wafe ndio ufurahi wewe. Haiwezekani. Ngoja niambie kitu kimoja. Unajua ni wito kwa bodi ya ligi na TFF. Dabi ya Simba na Yanga ni watani wa jadi, lakini inakoelekea ni uhasimu. Mpaka yote yanayotokea haya ni uhasimu, uadui ushaanza kuwa mkubwa, kwa sababu wanapaswa kuja na njia mbadala. Kwa nini timu haziingii dressing room? Sio ya kwanza Yanga tu, unaelewa vizuri. Yanga licha kuwa ameenda kwenye nyumba nyingine, inawezekana liji Yanga alijua kuna kitu, pengine ukiwaenda kuwauliza kinyeweza akakwambia, lakini mimi sina uhakika katika hilo. Lakini mpaka mambo haya yanakuwa yako mengi, maana yake kuna kitu. Hivi kweli nchi tumpoteze Alan Okello kwa sababu ya ujinga wako wewe? Haiwezekani. Wamenusuru maisha ya wachezaji. Mimi nawapongeza sana Young Africans. Yes. Tumalize na hili. Ndio. Sawa, mimi nakutajia orodha yangu ya watu watatu hapo, wewe nipangie moja mpaka namba 3. Yaani wakae kwa mtiririko. Yupo hapo Clatous Chama, yuko Fei Toto, yuko na Alan Okello. Mimi naangalia huko. Wewe utaniambia nani wa kwanza? Mimi naangalia huko. Wa kwanza ambaye naondoka naye kwa sasa ni mjukuu wa Yoweri Kaguta Museveni, Alan Okello. Nakwambia kwa sababu gani? Alan Okello cha kwanza atanipa muda mrefu kwa naye kulingana na age yake, lakini ni ngumu sana kumuona Alan Okello kapotea. Ni ngumu mno. Bahati mbaya sana kocha Pedro alikuwa na wasiwasi tu na kikosi cha Yanga. Yeye mwenyewe alikuwa na wasiwasi yeye. Lakini ukiangalia Alan Okello tangu amekuja, licha alikuwa afungi, lakini unaenjoy kumuona anavyocheza mpira. Wa pili Faisal Salum Fei Toto. Wa tatu namweka Triple C Mwamba Lusaka Chama, ambaye anawajibu kwa vitendo Simba waliomtukana. Huo ndio uhalisia. Naheshimu sana ubora wa Chama, ila kwa age yake namweka pembeni. Hapana, mimi Chama sijawahi kumtukana. Tafuta clip yangu popote. Kama mimi Chama nimewahi kumsema chochote kibaya, mimi ndio niliwaambia na afisa habari wao. Ndio uhalisia. Simba napaswa kumuomba radhi Chama, kwa sababu leo yeye anawajibu kwa vitendo, si ndio? Leo anawajibu kwa vitendo. Hivi wewe pale Chama akitoka unamweka nani pale Simba sasa hivi? Unamweka nani? Na uzee wake ambao mmemtukana huo unamweka nani? Maanake Chama ndio mchezaji bora, ndio kivutio cha Simba. Maanake Chama ukiangalia sasa hivi Chama ndiye kivutio cha Simba kuliko hao wote wanaoruka. Huo ndio uhalisia. Mimi mwenyewe Chama namkubali sana. Yes, wamuombe radhi Simba. Wamuombe radhi, lakini tangazo la taifa, aliyeiba leja ya wanachama wa zamani arudishe. Huyu ndio kocha tulikuwa tunamtaka sisi. Mwalimu ameonekana kwenye mpira wa nchi hii, ameonekana akiwa KMC, ameonekana akiwa Azam FC. Anakuja tu Yanga siku ya kwanza, ameonekana ameachiwa timu, tumeshinda 6 dhidi ya Ken Gold. Huyu ndio Pep Mwalimu tunamtaka sisi. Mwanzo mwisho leo mlikuwa hamna. Yaani huyu kocha angekuwepo zile mechi back to back za Simba, saa hizi mangungu kelele zingekuwa nyingi. Yaani Simba washukuru Pep amechelewa kuja kwenye hii timu ya Yanga. Mwalimu anajua mpira vibaya. Sasa yeye ndio kocha tunamtaka. Mechi ya leo mmemwona Shwaboy. Anakaba, anashambulia. Anakaba, anashambulia. Mechi ya Dodoma Jiji mtamuona Faridi Musa amezaliwa upya. Mechi inayokuja ya FA ya JKT Tanzania kwenye shamba la mpunga mtamuona Kibwana Shomari. Huyu ndio kocha ambaye tunataka kila mchezaji ajihisi ni sehemu ya mafanikio ya timu, ni sehemu ya timu. Na kwa huyu kocha anavyoelekea, kama hizi mechi zote zilizobaki akitupa unbeaten 50 akafikia rekodi ya Nabi unbeaten 49, aachiwe timu unaokuja. Kwa kiwango hichi cha Pep, kwa sababu ni kocha anasifiza kuwa head coach. Salamu hizi tunatuma kwa Engineer Harris. Kama itakupendeza, huyu Mwalimu aachiwe timu msimu unaokuja, aongezewe wachezaji wa kutosha. Tena hata tusiangalie kwenda kutafuta wachezaji mbali. Wachezaji wako hapa Tanzania. Singida pale kuna wachezaji wetu tunawasubiri. Nikichungulia pale TRA kuna wachezaji tunawasubiri. Sasa Chobwedo akija Yanga atastruggle. Kwa sababu kuna Faridi Musa hapa katikati moto atauasha. Kuna Pacome Zouzoua kwenye winga. Maxi Nzengeli ndio kumbuka anajua kucheza kama winga. Alan Okello anaweza kucheza kama winga. Akienda Simba atapata nafasi. Ila kwa Yanga hawezi akapata nafasi. Ni mchezaji mzuri na daraja lake ni daraja kubwa, lakini hana nafasi ya kucheza Yanga. Ni mchezaji mzuri tunamheshimu, na jana alitaka kutapisha watu dagaa pale Sheikh Amri Abedi Kaluta.
lakini kwa Yanga hii hatuna nafasi ya Chobwedo. Engineer tuongezee wachezaji, amwache Pep Mwalimu, kwa sababu sio lazima kocha awe mweupe, kwa sababu kuna watu tumekariri kocha lazima awe mweupe. Miskovic, Simba bado wamepita makocha karibu watatu, hakuna anayemzidi uwezo Selman Matola, ila kwa sababu Matola ni ngozi nyeusi, unamuona sio amekuja Pantev, sio amekuja Robertinho, sio amekuja Sven van der Broek. Engineer ampe timu Mwalimu. Baada ya Simba kutangaza uwanja wao kwamba anarudi hapa KMC, wanasema kwamba na huko kama vile hawataki kwenda. Sasa Simba ni mfamaji, aishi kutapatapa. Wakati ligi inaanza alikuwa niko naye Chamanzi, akawahi akaja KMC, akakimbia KMC akaenda Isamuyo kwenye shamba la mpunga. Wamelitetea wachambuzi, pichi nzuri, wameenda wameweka mpaka video zao portrait ili kuonyesha tu umma kwamba uwanja ni mzuri. Wamecheza mechi moja baada ya dabi, uwanja umewashinda, wachezaji wanaanguka kila wakidribble, mipira haiwezi kufanya dribbling. Sasa hizo wamehamia hapa KMC. Sasa hapa KMC unapokuja ndio tunavyokupokea. Nasikia washaandika barua kwenda kwenye shirikisho la soka la Zanzibar, wanaomba kwenda Unguja. Sikufichi meno, mpaka ligi inaisha Simba watakuja kuibukia Majimaji Songea. Kwa hii tabia wao kwa mama uwanjani, kuna siku wataibukia Majimaji kule Songea, kama sio Majimaji Songea wataibukia katika dimba la Samora pale Iringa. Mkiwafumbia macho mpaka msimu unaisha watakuwa na viwanja vya nyumbani 9. Wana tabia kama za mwanamke shangingi. Bwana wale ni mshangazi. Jeshini kule wameona biashara hakuna, acha waje kudanga mjini. Mjini hapa patawashinda, wataenda kula urojo. Urojo ukiwashinda sasa wataenda kule Mbinga. Bwana sisi Yanga tumeridhika. Kosti tumempiga kipigo alichokihitaji. Walisema wakifika dakika 60 wajapata goli wanaondoka. Wajaondoka na hii ndio Yanga. Mwezi akinyolewa zako tia maji. Kosti ashanyolewa. Waambieni Dodoma Jiji. Waambieni kabisa Dodoma Jiji. Wenzao washanyolewa, zao watie maji. Na Dodoma Jiji weekend hii anaenda kupasuka chuma 3 mfululizo. Yaani Pep Mwalimu ni goli kuanzia 3.